Mashallah, shukran sana Ustadhi Sufyan Muhammad, wallahi Allah akuhifadhi. Unaongea vizuri sana na mtazamaji, hizi ni faida ambazo Ustadhi Sufyan katueleza, ama matunda ambayo yanapatikana kwa kuwatendea wema tu wazazi wawili. Lakini vile vile kazungumzia athari zake. Inawezekana leo hii unalalamika riziki imekuwa ngumu, mambo hayaendi. Chunguza kwanza, wewe unawafanyia wema wazazi wawili? Watoto wako si wasikivu, unapoomba dua hazijibiwi. Chunguza, angalia, je, wazazi wako unawafanyia wema? Lakini pia Ustadhi Sufiani, inawezekana kuna baadhi ya watu wazazi wao tayari wametangulia mbele za haki. Wao wakaona kuwa tayari bwana wazazi wametangulia, wakawasahau, wakaghafilika katika kuwafanyia wema kwa sababu tayari wametangulia. Je, hili unalizungumziaje? Watukufu wa Islamu wanatakiwa waelewe kwamba kuwatendea wema wazazi wawili wakiwa hai, nadhani nani zake tumekwishaeleza tayari. Lakini inafaa kuwatendea wema wazazi wawili hata akiwa wamekufa. Hata akiwa wamekufa inafaa kuwatendea wema. Huo wema kuwatendea wazazi wawili wakiwa wamekufa ni upi? Ni pale Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoeleza, aliposema, idha mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalath. Pindi atakapokufa mwanadamu matendo yake yote hukatika isipokuwa vinabaki vitu vitatu. Kwa maana anapofariki mwanadamu haendi na swala kule, haendi na zaka, wala haendi na hija. Yale yanakuwa ni al-a'malul jismiyya wal jasadiyya, matendo yale ya kimwili yale yanakuwa hayapo tena, amefanyaje? Amekatika. Illa min thalath, isipokuwa vinabaki vitu vitatu. Kwanza, sadaqatin jariyah, sadaka yenye kuendelea, yenye kudumu. Amekufa huyu mzazi mathalan, ameacha wakfu, nyumba, pajengwe nini, madrasa, pajengwe msikiti, hii inaitwa sadaqatin jariyah au kisima. Lakini au ilmu yuntafau bihi, au elimu yenye kupata manufaa kwa alisomesha. Baada ya kuwa yeye amesomesha, alioacha nao wakawa wanafanyaje? Wanasomesha. Maana yake hao huko wanapofanya huko na huko wanafanyaje? Anapata katika tabiru ile. Lakini jambo la tatu Mtume anaeleza, anasema au waladin swalihin yad'u la. Hapa ndipo nataka mimi, au waladin swalihin yad'u la, au mtoto mwema atakayemuombea dua nani? Mzazi wake. Kwa hiyo unapata kuona kwamba kuwatendea wema wazazi wawili ni wakiwa hai na wakiwa wamekufa. Na wema kuwatendea wema wazazi wawili wakiwa wamekufa ni kule kuombea dua wao. Ndio wema uliokusudiwa hapo. Kule kuwafanyia dua kwa kila mara, sababu hakuna wanachotegemea zaidi ya dua zetu sisi. Kwa hilo itoshe tu kwamba kuwatendea wema wazazi wawili ni wakiwa hai na wakiwa wamekufa. Ima wakiwa wamekufa utawatendea wema kwa kuwaombea dua mara kwa mara. Allah akulipe kila la kheri kwa faida hii ambayo tunaipata leo, hususan katika studio zetu hizi za Rapta TV na yule ambaye anatufuatilia hivi sasa. Lakini vile vile kuna mmoja katika wafuatiliaji wa kipindi chetu hiki cha elimu na uongofu kauliza swali hapa, anasema nini kifanyike inapotokea mgogoro kati ya wazazi wawili na wewe mtoto unashuhudia mgogoro ule? Ni busara ipi ifanyike ili kuweza kutatua mgogoro kati ya wazazi wawili, baba na mama? Huyu ni mfuatiliaji anasema anatokea Chamanzi, anaitwa Asia Muhammad. Mwenyezi Mungu amlipe. Amin. Ndugu mtangazaji, swali ni zuri sana. Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri. Aliuliza swali hili na amfungulie mambo yake. Ameuliza kwa faida ya umma wa Kiislamu upate faida. Mtangazaji, sasa hivi ala asafi shadidi, kwa masikitiko makubwa sana, baadhi ya watoto huwa wakaingia katika magomvi ya wazazi wawili. Kitu ambacho tunaenda katika hukumu la akiliyo. Unajua kuna vitu vinaitwa al-hukmu al-aqliyu, kiacha zile hukumu za kisheria. Kienda katika hukumu la akiliyo, swala la kuingia katika magomvi, kujihusisha katika magomvi ya wazazi wawili ni swala ambalo si zuri, halitakiwi. Ila kwa mujibu wa maelezo ya Mtume anasema baba ni kama kiongozi katika familia, kisha ukimtoa baba anafuata kaka. Nadhani kama sikosei. Lakini huyu kaka huyu
kwa busara zake, anatakiwa atumie busara sana na hekima kubwa sana kuendea kuchanganua matatizo yale ya wazazi. Sinaeleweka hapo? Ima kama hawezi kutumia yeye busara na hekima, basi anatakiwa awarejee wazee wa mji, watu wazima wenye busara zao na hekima zao, waende wakasuluhishe nini ugomvi ule. Kwa nini nasema hivyo? Huwa kukatengenezeka matabaka hapa, baadhi ya watoto kubenzi sehemu moja, kuegemea sehemu moja. Unakuta kishatokea yale, mtoto hana hikma, hana adabu, ndio ile sasa tunakuja kwenye birrul walidaini, hajui kuwatendea wema ni kupi wazazi wawili. Yeye aliingia pale atafanya namna anavyojua yeye. Mwisho wa siku sasa anaamua kukaa upande wa mama, anaamua kukaa upande wa baba, anaamua. Hata kisha amua swala kama hilo, kunatengenezeka matabaka makubwa ya watoto, baadaye wanakuwa wanatawanyika, hawaelewani. Kwa unaona ni swala hili lina athari kubwa sana. Kwa katika hukumu la akili tunabaki tu kwamba haifai kuingilia magomvi ya wazazi wawili. Ibaki tu kwamba wote ni wazazi wako. Kinachotakiwa, kama unajiona kabisa hauwezi, hauna busara, basi wafuate watu wazima, ima wa mji au kwenye familia yenu kuna watu wazima, mababu zako, ni vyema kuwafuata. Kwa sababu ukisema swala hili ulichukue wewe kama wewe ulibebe, unaweza baadaye ukatoa maneno machafu, ukatoka katika twaa ya kuwatii na kuwatendea wema wazazi wawili. Kwa kwenyewe Mwenyezi Mungu kwanza tustiri, awalinde wazazi wetu, wasiwe na magomvi. Kama ambavyo wametulea, basi na sisi katika hali za utu uzima tuweze kuwalea kama ambavyo wao wametulea. Kwa hiyo haifai kuingilia magomvi ya wazazi wawili. Busara na hikma ni kuyarudisha kwa wazee, ili kuepuka kutoa maneno machafu na kukiuka maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bila shaka mtazamaji vile vile ambaye unatufuatilia, utakuwa umepata kitu kuhusiana na mada yetu adhimu ya kuhusu birrul walidaini, juu ya kuwafanzia wema wazazi wawili. Lakini tupate ujumbe wa mwisho Ustadh Sufyan juu ya vijana wetu wa kileo katika jamii. Una kipi cha kuwahusia katika kuwafanyia wema wazazi wawili? Usia wangu ndugu mtangazaji, kwa umma wa Kiislamu na kwa vijana wa Kiislamu na jamii zetu kwa ujumla, tushike sana hili swala kwa uzito wake. Tulibebe kwa uzito wake kama ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelieleza kwa uzito wake. Kwani tukikiuka, tutakuwa tumekiuka maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nikirudi nyuma kidogo kwenye birrul walidaini, katika kuwahusia vijana, nasema huwal ihsanu ilayhima qawlan wa fi'lan, akasema wa ta'atihima fil ma'ruf, ni kuwatendea wema kwa maneno na kwa vitendo, na kuwatii wao katika mambo mema. Sasa swali linaweza likaja, na ndio hapo nawahusia vijana wa Kiislamu. Je, ikitokea anakuamrisha katika mambo mabaya, ufanye nini? Na Mwenyezi Mungu atuhifadhi, huenda wewe ukawa ni Muislamu, mama yako au wazazi wako wakaritadi, wakawa makafiri. Je, hapa napo pia pakoje? Ninachohusia kwamba mzazi ni mzazi. Ikitokea wazazi wako wamekuhimiza wewe katika maasi, usiwatii, kwa sababu watu waatihima fil ma'ruf. Hajaita kuna kitu cha mutlaq na muqayyad. Hajasema watu waatihima alafu basi, akaleta muqayyad fil ma'ruf, na kuwatii wao katika nini? Mambo mema. Sio watu waatihima tu alafu akaishia pale, kwamba huwa al-ihsanu ilayhima qawlan wa fi'lan wa ta'atihima afbas, na kuwatii wao. Maana yake ilikuwa na kuwatii wao ilikuwa maana yake katika kila jambo, hata majambo mabaya, kitu ambacho si hakifai. Mwenyezi Mungu anasema wa injahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma, uswatii. Kwa hiyo ikiwa watakuamrisha katika mambo ambayo hayafai, basi ile twaa bado anabaki kuwa ni mzazi wako, umheshimu na nini, umtendee wema, lakini kumtii kwenye jambo lile usifanye. Kwenye hali hiyo vijana wanatakiwa waelewe. Lakini jambo lingine ni kwamba huenda Mwenyezi Mungu akakadiria akaleta mtihani, mzazi yule akawa ametoka katika Uislamu amekuwa katika ukafiri. Je, hapa inakuwaje? Baadhi
ya jamii tunaona kabisa zinatukana. Wakwambia wewe kafiri wewe. Wewe ufai kwa mzazi wangu. Hapana. Pamoja na ukafiri wake bado sheria haikuzuii wewe kumfanyia wema, kumfanyia ihsani. Muda wa kuwa hajakuamrisha wewe kuingia kwenye nini? Kwenye ule ukafiri. Basi na wewe unatakiwa ufanyaje? Umheshimu, umtendee wema kama mzazi wako. Kinachotakiwa kwa kweli ni kitu gani? Ni kumuombea Mungu. Mwenyezi Mungu ambadilishe, amtoe katika hali ile, amrudishe kwenye Uislamu. Hicho ndio kinafanyaje? Kitu ambacho kinatakiwa. Kwa hiyo usia wangu ni kwamba vijana tujitahidi, tulishike swala kwa uzito, lakini nirudi pia kwa wazazi. Wazazi nao ni sehemu pia ya kuchangia vijana kutotengeneza twaa na kutokuwaheshimu wao. Unakuta baadhi ya wazazi unakuta mtoto mdogo, ndugu mtangazaji, kwa kawaida huwa akitukana mtoto mdogo, matusi hajatoa mbali. Ametoa kwenye familia. Ima amemsikia mjomba, amemsikia mama, amemsikia dada, katukana. Sasa ukitukana kawaida mtoto ana kawaida kufanyaje? Ya kukariri. Kesho na kesho kutwa yule mzazi akitukana naye mtoto anafanyaje? Anarudisha yale majibu. Kwa hiyo unakuta wazazi pia ni asbabu ya watoto kuharibika. Kwa hiyo pia wazazi pia tunawashauri kwamba waleeni watoto wenu katika misingi ya dini ili waje baadaye kuwatendea wema kama ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuagiza katika Qur'an. Wama alaina illa al-balaghul mubin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah, shukran lak wa jazakallahu khaira. Alhamdulillah. Ustadhi Sufyan Muhammad, darasa ni zuri, tumepata faida. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuhifadhi, na pale ambapo tutakapokuhitaji kwa awamu nyingine basi usikose kutuitikia. Inshallah. Hivi basi mtazamaji, bila shaka tumeweza kupata faida, tumeweza kupata kujifunza somo kubwa juu ya kuwafanyia wema wazazi wawili. Haijalishi mzazi ni Muislamu au si Muislamu, jukumu lako ni kumfanyia wema. Mfupi, mrefu, mwembamba au yupo katika maradhi ya namna gani, upaswi kumnyanyapaa. Mfanyie wema mzazi wako kama ambavyo ustadhi wetu alivyotuelekeza na kutufundisha. Hivyo basi usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare ili uweze kufikiwa muda wote na vipindi hivi ambavyo vitakuwa vinakujia kupitia channel yetu pendwa hii ya Rapta TV. Na kama utakuwa una swali basi uliza katika comment section hapo na utapata kujibiwa kwa usahihi kabisa. Ulikuwa nami Al-Habib Musa na tulikuwa na mgeni wetu wa leo Sufyan Muhammad. Karibu sana na tunashukuru sana. Allah akulipe kila la kheri.